Nipo kando kando ya Ziwa Victoria. Furaha yangu ni kuona ya kwamba nyayo za mpekuzi zinaendelea kufika kila kona, na nimedhaminiwa na ATAPE ili niandike simulizi, na hapa tunaketi chini mimi pamoja na mpendwa huyu, tumsikie azungumze, atueleze tumaini lenye baraka. Mimi ni Kijampunzi, mzee wa nyayo za mpekuzi. Nyuma ya kamera tunaye Zaki Maduku. Hii nimefanya kazi hii nikiwa na kuingia kabisa nikiwa na miaka kama 17. 17 ndo ukaanza kazi rasmi. Kipi ambacho walikiona kwako? Yaani kwa upande wa familia yako wakaonaje kwamba wewe ndiye unayefaa kurithi mikoba? Hii ni roho, maana roho huu unazaliwa nayo. Unaweza ukakuta unakuwa katika familia, yaani unapokuta umezaliwa na hiyo roho au maana kuna roho ya kuzaliwa nayo au kuna vitu vya kwenda ukatupiwa tu ukajikuta umeanza kufanya hiyo kazi. Maana mimi nilipelekwa shule, nikakataa shule, nikatoka, nikawa mtu wa kutembea tu. Kutembea ndio ikabidi sasa nianze hii kazi, ndio hata niwe na familia. Hii ni fimbo ambayo kana kwamba mnapokuta wewe umepanda daraja la kuwa sasa wewe ndiye mkuu wa hiyo kazi, ndio nakabidhiwa hii fimbo. Na pishwa kama ni sadaka unatoa na wewe, basi ndio. Na hapo sadaka ya nini unatoa? Ni watu au ni sadaka? Unaweza ukatoa ya mnyama. Nyama yote. Ya matambiko tu, inategemeana sasa unahitaji kufanya nini. Sawa. Katika hayo yote maisha yako, pengine kuna kitu kigumu ambacho kama sharti kilikuja kwako, kiliwahi kuja kwako? Na ulifanikiwa kukiepuka ama ulitimiza sharti hilo? Kafara ili inahitaji mtoto, lakini wewe utajua kwamba amekwambia ni kuku au ni mbuzi, kumbe pale wewe unatoa mtoto. Kwa hiyo inategemeana. Ni kwa nini nimesema hivi? Nimesema kwamba hata mimi kabla sijafikia kiwango cha kuanza kufanya, ili niingiza na mimi mtoto alienda. Mtoto alienda. Wa kwako mwenyewe? Wa kwangu mwenyewe. Na sio kwa kupenda? Sio kwa kupenda, yaani kwa kushindikizwa ili nifanye. Roho ya hakuna mwanamke unayemtaka, kwanza watoto wa kike na wahurumia sana. Kuna mwanamke ambaye unaweza kumhitaji akakukataa. Kwa sababu huwa ni roho. Sasa yaani yoyote ukimtaka, unakuta mtu anakuja kwako amekuja kutibiwa, ukimpenda unamwambia mtu unamuosha madawa hapo napeleka na mambo yako. Na hiyo ulifanya kwa wote watano? Watano wale niliishi nao. Niliishi nao, kina wao walikuwa wanapita. Sasa nilitoka hapa Tanzania nikaenda Nairobi. Fika pale Nairobi naenda kufanya kazi zangu. Ulienda kikawaida tu au ulienda kichawi? Nilienda kikawaida tu. Nimefika pale nimechukua hoteli nimeishi. Ndio nikakutana mke nilionaye sasa. Tena mwanamke alikuwa anasali sana. Kwa anasali na mpaka sasa anasali. Sasa baada ya kuchukua yule mwanamke, kaja naye tukaishi, tumeishi, yeye kazi yake ikawa ni moja kusali. Mambo yangu kushiriki hapana. Sasa kuanzia kipindi hicho kazi hii sasa ikawa ngumu. Sasa ilivyokuwa ngumu nikaanza kutafuta namna sasa ya kumtoa kwangu. Na ulijuaje kwamba yeye ndiye chanzo cha wewe kuwa ngumu? Yaani nilijua, maana sasa nilikuwa hata nikilala naonyesha kwamba huyu mtu sio mtu sahihi. Na mizimu sasa. Huyu mtu sio mtu sahihi, muondoe. Toe kabisa. Na uliwahi kufikiria kwamba unaweza hata kukamua? Nilifikiria, ndio maana nakusimulia sasa. Sawa, niko tayari kusikia. Kwamba sikufikiria, nilifikiria kwamba mtu huyu ninamuondoa kwenye maisha yangu vipi. Basi kwa nampiga sana. Mpiga, nimfukuza aendi. Fanya hivi hapana. Nikitoka kwamba sasa nikamtafutia nauli nije nimsafirisha aende kwao, naenda nakoswa pesa ya kuja kumsafirisha. Sasa nilikuwa nimejenga nyumba kama nyingine ambapo alikuwa anaishi yeye sasa Geita. Nikaona huyu sasa labda nakatalia kwa sababu ya hii nyumba niuze. Kaenda nikatafuta mteja, sikumshirikisha. Tafuta mteja nikaja.
nikauza ile nyumba. Ndio sasa nyumba hii nimeiuza, mtu wenu unakatalia wapi? Nikamwambia ende kwenu utaki. Sasa nimeiuza, sababu unakatalia wapi? Maana nikigundua kabisa kwamba yeye ndiye mkosi kwenye maisha yangu. Sasa yeye akaendelea kuwa anasema iko siku utafanya, utabadilika. Basi sasa awamu hii nilisafiri, nikamwambia bwana, mimi nimeondoka, sitarudi kwenye maisha yako tena. Nimeenda jumla, sitarudi. Endelea tu kuishi na watoto wako. Basi nimeenda kazi niliyokuwa nimeitiwa. Niende kashindikana. Ulitiwa kazi gani na wapi? Niliitiwa sehemu moja wanaita Isenyi Maji Moto. Kuna kazi ilikuwa tu inaenda kufanya ajili ya kuua mtu. Ilikuwa ni mtu tu, yani nilipewa kazi na kijana wake. Nikamuue. Hatolala tena. Thamani ya milioni 3 ni ndogo kilinganisha na thamani ya uhai wa mtu. Stori hii inaendelea wakati ujao. Nimedhaminiwa na Atape na bado ninaandika, na hizi ni Nyayo za Mpekuzi. Mimi ni Kijampunzi, nyuma kamera tunaye Zaki Maduhu. Ninasikika kutokea Musoma mkoani Mara.